Jinsi ya kumfanya mpenzi wako akumisi kila siku. Unajua katika maisha ya leo au maisha ya siku hizi, swala la mahusiano limekuwa ni swala ambalo lina changamoto kwa watu wengi, na watu wengi huwa wanakosea sana baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kuwafanya wapenzi wao washindwe kabisa hata kuwakumbuka. Sasa leo nitakuelezea siri za saikolojia ambazo zinaweza kumsaidia mpenzi wako awe na kumisi kila siku. Na kitu cha muhimu ambacho unatakiwa kufahamu kwenye kumisi mtu, pale ndo mapenzi yanazalishwa. Mapenzi yanazalishwa pale ambapo unapoanza kumkumbuka mtu, kutamani kuwa karibu naye. Sasa ukimtengenezea mtu mazingira ya namna hiyo, utajikuta huyo mtu anakupenda na anakuwa karibu na wewe. Sasa leo nitakuonyesha siri za ndani kabisa za saikolojia ambazo zinaweza kukusaidia ili mpenzi wako akawa na kumisi kila siku na kutamani kuwa karibu na wewe. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana, na usahau kusubscribe ili wa kwanza kupata masomo yetu ambayo tunaweka kila siku. Okay, sasa mbinu ya kwanza kabisa ya kumfanya mpenzi wako akumisi nawe na kukumbuka ni kumpa nafasi ya yeye kukukumbuka. Hii tunasema sasa ni the power of absence. Sasa hii ni moja kanuni muhimu zaidi kwenye saikolojia ya mahusiano. Mara nyingi tunafikiri kwamba ili mtu atupende zaidi lazima tuwe karibu naye kila sekunde. Lakini ukweli ni kwamba ukaribu uliopitiliza unaua hamu ambayo tunaita familiarity breed contempt. Na hii ndio inapelekea sawe mtu, unajua mtu anapokuzoea mara kwa mara kukuona ni kama vile dhahabu unavyoiona ina thamani kwa sababu haipatikani kwa urahisi. Unapokuwa unaonekana mara kwa mara, mtu anakuchukulia poa. Hivyo pia hata kwenye mahusiano, kutokuwepo kwako kwa kiasi fulani ndiko kunakompa nafasi ya kutambua thamani yako na jinsi pengo lako lilivyo kubwa. Hii kama haijawahi kutokea, unaweza kufanya hata majaribio. Ukiwa labda kwa mfano karibu na mtu, jaribu hata kupotea hata siku kadhaa, usio unapatikana kwa urahisi, utaanza kuona anaanza kukukumbuka. Sasa watu wengi waga wanaamini kwamba ili mtu akupende awe karibu na wewe na kusamini mpaka wewe unapatikana muda wote, yani unaonekana, hapo utakuwa na asili kabisa ile kanuni ya saikolojia ya kuonekana mara kwa mara, ambayo hiyo inamfanya mtu anakuzoea. Chukulia mawe yapo kila sehemu, ndio maana hayana thamani. Lakini dhahabu mpaka ukaichimbe kule chini uitafute, ndio maana dhahabu ina thamani kubwa kuliko mawe. Na mtu yote akipata anaisamini kweli na anaishikilia vizuri kwa sababu haipatikani kwa urahisi. Kwa hiyo concept ile kwamba eti inapopatikana mara kwa mara, ile waga inafanya kazi mwanzoni pale mnapotengeneza mahusiano, lakini baadaye ikizidi inakuwa inaboa. Kwa hiyo mpe nafasi. Hii tunaita the power of absence. Lakini sasa unawezaje kuitumia mbinu hii sasa ili sasa ikusaidie kumfanya mtu akukumbuke na akumisi? Hii ya kumpa mtu nafasi ya yeye kukukumbuka. Sasa mbinu ya kwanza ambayo unaweza kutumia kanuni hii ni kudhibiti hamu ya kujibu ujumbe. Usiwe mtu wa kushika simu mkononi masaa 24 kusubiri ujumbe wake ili ujibu ndani ya sekunde moja. Sasa unafanyaje? Fanya hivi. Unapopata ujumbe wake, kama una shughuli fulani, maliza kwanza. Subiri dakika 15 hadi 30 au zaidi kulingana na shughuli yako kabla ya kujibu. Hii inatuma ujumbe usio rasmi kwamba una mambo mengine ya maana yanayoendelea kwenye maisha yako. Sasa hii mbinu ya kumpa mtu nafasi ya kukumbuka au the power of absence au kupotea kwa muda kidogo, mara nyingi njia ya kwanza ambayo unaweza kuitumia ni kudhibiti kasi ya kujibu ujumbe. Na watu wengi wako wanakoseaga hapa, unakuta anatumia message anajibu kwa haraka. Hasa hapo naomba unielewe vizuri. Mkiwa mnatengeneza mahusiano siku za mwanzo, lazima ufanye hivyo ili kutengeneza ukaribu na huyo mtu. Lakini kama tayari mkiwa kwenye mahusiano, hii waga inaharibu kabisa kwa sababu utaonekana kwamba wewe una shughuli zingine, unasubiri tu message yake. Sasa njia nzuri ni kuchelewa kidogo kujibu message, na ili ifanye kazi usiamue kwamba eti kumkomoa mtu eti unachelewa kujibu ili ufanye hivyo. Hiyo haitafanya kazi. Fanya mambo yako kwanza. Ukishamaliza ndio mjibu mwenzako. Kwa mfano labda kuna shughuli fulani unafanya, labda unaandika document fulani au unapitia kitu fulani, kimalize kwanza ndio uje umjibu. Na unapokuja kumjibu itatoa ishara kwamba wewe ulikuwa unamaanisha, yaani una kazi ya msingi au ulikuwa unampuuza mtu. Kwa sababu ukimwambia mtu samahani, nilikuwa na kazi fulani, niambie unaendeleaje, hii inakuwa ni nzuri. Lakini ukirudi ukawa unaonekana kama yani hicho kitu ulichokifanya ni cha kawaida, hiyo itaharibu kabisa kanuni hii. Lakini sasa mbinu ya pili ni usiwe kila siku upo tayari. Hii tunaita the always available trap.
Mpenzi wako akitaka muonane ghafla, mfano vipi nakuja kukuchukua sasa hivi tutoke, si kila mara ukubali. Sasa unafanyaje? Wakati mwingine mwambie kuwa kwa upole, ninashukuru sana mpenzi, lakini leo nina ratiba kidogo. Vipi tukipanga kesho au wikendi? Hii inamfanya aheshimu muda wako na kuona kuwa hii inamfanya uheshimu muda wako na kukuona wewe ni fursa ya kipekee na sio kitu cha kawaida cha kupata kirahisi. Na fuatilia sana watu wengi ambao waga wanakuwa hawapatikani kwa urahisi. Huyo mtu akija kupata muda na hao watu waga anasamini zaidi, yani tena anakuwa na utulivu, anakuwa anaona ni kama ni bahati. Lakini ile kwamba una ratiba zako, mtu anakuja tu anakuambia twende sehemu fulani na wewe uko haraka. Kiukweli mwanzo wewe unaweza kuona kawaida, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndipo unaharibu kabisa mahusiano. Kwa sababu mtu atakuchukulia poa, yani kwamba huyu yupo. Hizo tunaita kisaikolojia take you for granted. Anakuchukulia tu huyu yupo, huyu ni wa kawaida. Lakini kumbe wewe una maisha yako, lakini pia una thamani yako. Umemsamini tu na kuamua kwenda na vile ambavyo yeye anataka kwa sababu anampenda, lakini itaharibu kabisa mtazamo wa saikolojia. Kwa hiyo usiwe tayari kwa kila jambo. Unaweza kubadilisha ratiba kama kuna kitu kingine ambacho unakifanya ili usiharibu ratiba zako. Yani usizuie vitu vyako vya msingi kisa tu kwenda sehemu na mtu, isipokuwa labda kuna sababu ambayo wewe mwenyewe umeona ni amana. Lakini sio kila mara mtu anapokuja kukuchukua tu, hata kama hajakuandaa, hajakwambia, unaenda. Wewe usione ni kawaida, thamani yako ndio inashuka taratibu, kwa sababu watu mara nyingi akiona kukupata wewe ni rahisi, maana yake anaweza kukutumia kwa vile anavyotaka yeye. Lakini mbinu ya tatu ni acha yeye aanze kukutafuta. Kama wewe ndiye kila siku unayeanza kumsalimia asubuhi au kumpigia simu usiku, simamisha kidogo hiyo hali. Sasa unafanyaje? Tulia kwa siku moja au mbili, acha simu yake hiyo ya kwanza kuingia. Atajiuliza, mbona leo kimya? Kuna nini? Hapo ndipo akili yake inapoanza kufikiria na kukumisi. Kama nilivyosema awali kwamba mapenzi waga yanazalishwa pale mtu anapoanza kukumisi. Unapokuwa unamtafuta kila siku, unapokuwa wewe ndio wa kwanza kupiga simu, kutuma meseji, anakuwa hana ile hali sasa ya kukumbuka. Emfikiria mfano mtu unamuona kila siku, kuna tu hapo muda wote, huwezi kumkumbuka, lakini akipotea au akienda sehemu tofauti, atafuatilia wale watu ambao wameachana kwa muda mrefu, hata wapenzi ukija kuonana, waga inakuwa kama ile siku ya kwanza walipoanza mahusiano, kwa sababu ya ile hali ya mtu kumisi mwingine alikuwa amuoni. Hivyo pia, yani unapokuwa wa kwanza kujibu message, kupiga simu ya kwanza, humpi muda na yeye akumisi, akukumbuke, unakuwa na haribu kabisa. Jitahidi tengeneza mazingira na yeye, mpe nafasi na yeye wa kwanza kutafuta, au wa kwanza kupigia simu. Hiyo namtengeneza mazingira na yeye pia ya kwanza kukumbuka, kwa sababu mpaka anakupigia manake alikaa kidogo akasema mbona leo hajanitafuta, atakuwa anafanya nini ndo akakupigia simu pale, manake na yeye amesamini kwamba na wewe upo. Lakini ukiwa kila baada ya dakika 10 simu, kila baada ya dakika 10 message, atakuwa anaona tu huyu, ngoja nimvutie tu muda, kwenye muda fulani tu atatuma message yake, kwa anakuwa anakuchukulia kawaida. Na mara nyingi watu wakisha kuchukulia kawaida, maana yake anatafuta mtu mwingine ambaye yeye anamsamini zaidi, ambaye yeye anamuona ni wa maana, lakini kumbe wewe ni wa maana kwake, lakini umekosea kanuni za kisaikolojia. Sasa mbinu ya 4 unaweza kutumia ni kukata simu ukiwa bado unafurahi na yeye. Sasa hapo unafanyaje? Usiongee kwenye simu mpaka mazungumzo yakawa yanajirudia, unaanza kupiga miayo au kaa kimya bila sababu. Sasa unatakiwa kufanya hivi: kuwa wa kwanza kukata simu pale maongezi yanapokuwa matamu zaidi. Unaweza kusema, mpenzi, nimefurahi sana kuongea na wewe, lakini ngoja nimalizie kitu fulani hapa, tutaongea baadaye, sawa? Lakini pia unaweza ukasema samahani kidogo, kuna kitu hapa nilikuwa nakifanya, nitakupigia baadaye, nimefurahi sana kukusikiliza. Hii inamfanya baki na shauku kubwa ya kutaka kukupigia tena ili kuendeleza mazungumzo. Kisaikolojia kuna kanuni inaitwa Zeigarnik effect. Si binadamu tunapenda vitu ambavyo yani wakati hatupendi vile vitu ambavyo vimeishia nusu, kwa sababu tunatamani kupata muendelezo wake. Ndio maana hata mtu kimwambia kuna jambo atakwambia baadaye, siku nzima atakuwa anawaza nataka kuniambia nini huyu. Mimi kuna mtu aliniambia kitu kwamba baadaye nitakwambia kitu nikumbushe. Nikaanza kuwaza nataka kuniambia kitu gani, kwa sababu si binadamu tunapendaka muendelezo. Ndio maana hata waambea huwa
endeleza umbea, kwa sababu unakuta anamwambia mwenzie labda shoga au shosti, baadaye nitakwambia kitu nikumbushe. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa anakaa siku nzima anawaza huyu anataka kuniambia nini. Kwa lazima atamtafuta ili waendelee kuongea, ndio maana umbea unaendelea. Sasa pia hata kwenye mahusiano unapokuwa unaongea naye usisubiri mpaka maongezi yakaisha. Unakuta mnaanza hadi kupiga story ambazo hata hazina maana. Unaanza kumuuliza maswali ambayo hata hayana maana. Unaanza hadi kukaa kimya, muda mwingine unapiga miayo. Hiyo itaharibu kabisa mvuto. Acha maongezi yakiwa bado matamu, mnacheka wote, mmefurahi, alafu sitisha hapo. Ile hali ambayo ulimwacha nayo ndio itakuwa imebakia kwenye akili yake, ambayo atakuwa anatamani kuipata hali kama hiyo. Sasa ili kuipata inabidi akutafute wewe. Okay, sasa angalizo muhimu katika hii kanuni ya power of absence, yani kumpa muda mtu wa mapumziko kidogo au kutokupatikana kidogo kwa muda fulani. Lengo la kanuni hii ya the power of absence sio kumpuuza mpenzi wako au kumfanyia ukatili wa kihisia. Hii ukatili wa kihisia wakati tunaita silent treatment, ambayo sio nzuri na usimfanyie mtu. Lengo ni kutengeneza usawa ili asichoke na uwepo wako, bali aone kiu ya kutaka kuwa na wewe kila nafasi inapopatikana. So lengo la mbinu hii ya power of absence, yani kutopatikana kwa urahisi, lakini isizidi kama silent treatment. Na silent treatment kikawaida sio nzuri na haishauri kabisa kumfanyia mtu yote, kwa sababu inamuumiza mtu kisaikolojia. Ni vile mtu ambaye unakuwa nakukalia kimya, unauliza maswali na kaa kimya. Kama hujawahi ku experience hii, siku hiyo kutokea utanielewa. Mimi mwenyewe pia ishanitokea, kwa nina experience hichi kitu. Huwa sio kizuri. Unakuta unaongea na mtu amekaa kimya, hajibu, na unamsemesha akujibu, anakuangalia tu. Kiukweli waga sio nzuri. Sasa lengo la mbinu hii sio silent treatment, hiyo kumfanyia mtu ukatili wa kihisia, ni kumfanya mtu asichoke uwepo wako na awe anakukumbuka kila muda, na awe anatamani kuwa karibu na wewe pale anapotaka kuwa na wewe, labda na kufanya jambo fulani. So mara nyingi usitengeneze mazingira kumfanya sa mwenzako akawa anaona kama unamchezea kihisia, yani unakaa kimya kimakusudi. Hiyo itaharibu kabisa mbinu hii. Lengo ni kufanya tu mwenzako apate ile hisia kumisi na kukumbuka, ili mahusiano yawe na thamani. Okay, lakini mbinu ya pili ni kuwa na maisha yako. Keep yourself busy. Hii ni nguvu ya pili na ndio inaomfanya mpenzi wako akuone kipekee na mwenye mvuto mkubwa. Yani tunaita high value person. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu anayejifanya yuko busy bila sababu ya msingi na mtu ambaye kweli ana maisha yake yanayomshughulisha. Binadamu wanavutiwa na watu wanaojituma, wenye malengo, wanaofurahia maisha yao hata kama wakiwa peke yao. Ukionyesha kuwa maisha yako yanazunguka 100% kwake yeye tu, mvuto wako unaanza kushuka. So katika saikolojia binadamu huwa hawapendi uwagande 100%, yani umtegemea kwa kila kitu. Binadamu huwa anapenda wale watu ambao wanajitegemea wao wenyewe, wanaweza kujiendesha wao wenyewe na maisha yao bila kutegemea mtu mwingine. Unapokuwa unamtegemea mtu, unamganda, kwa lugha rahisi ya Kiswahili ili unaelewe, ni kumganda. Mtu anaanza kuona kwamba wewe sasa yani huna sehemu nyingine ya kwenda au una kitu kingine cha kufanya. Sasa hiyo waga inaondoa kabisa mvuto wa asili wa binadamu. Na kikawaida unapokuwa unafanya hivyo, mtu sasa hawezi pia hata kukukumbuka au kukumisi, kwa sababu unakuwa na mganda, unakuwa upo karibu na wewe. Lakini unapokuwa unaonyesha kwamba una mambo mengine ambayo unafanya, una shughuli zingine ambazo unazifanya, basi itamsaidia yule mtu naye kuwa karibu na wewe na kutamani kujua vitu gani ambavyo vinaendelea kwako. Kwa hiyo kutokuwa na mtu karibu sana inasaidia pia huyo mtu kumisi na kukumbuka. Sasa unawezaje kuitumia hii mbinu ili huyo mtu aweze kukumisi na kukumbuka, ili kutengeneza ule mvuto wa mapenzi? Sasa mbinu ya kwanza ni kuwekeza kwenye malengo na kazi zako. Hakuna kitu chenye mvuto kama mtu anayejua anachotaka kwenye maisha na anayekifanyia kazi kwa bidii. Sasa unafanyaje? Fanya hivi: weka nguvu zako kwenye masomo yako, kazi yako au biashara yako. Unapokuwa busy kujenga kesho yako, hupati muda wa kukaa na kusubiri simu yake kila dakika. Yeye akiona jinsi unavyojituma, atakuheshimu na atatafuta kila nafasi ya kuwa karibu na wewe ili asipitwe na kasi yako.
Unapokuwa busy na maisha yako, unafanya shughuli zako, manake yeye mwenyewe pia atatamani kuwa nafasi ya maisha yako. Lakini unapokuwa busy kumganda, kwanza utakuwa muda wote unasubiri tu message yake, unasubiri atakupigia simu saa ngapi, utapoteza kabisa mvuto wako. Lakini unapokuwa busy na maisha yako, yeye mwenyewe atatamani kujihusisha na maisha yako. Na binadamu asasa wanawake wanapenda wanaume ambao wana majukumu, wanajua kile wanachokifanya, wana malengo yao, wanajua sehemu ambayo wanaelekea. Lakini unapokuwa muda wote unawazia tu kwamba nipigie simu, unalalamika mbona message imechelewa kuingia, ataona kwamba wewe huna maisha mengine tofauti na yeye, na hiyo itaondoa kabisa mvuto. Sasa njia nzuri, wekeza kwenye malengo yako. Mapenzi yape nafasi, lakini ili ulete mvuto wa kisaikolojia, wekeza kwenye malengo yako na kazi yako. Hiyo itatengeneza mazingira ya wewe sakuwa busy. Hata ile muda wa kwanza kusubiri message kujibu utakuwa upo, kwa sababu hata kama akituma message kama nilivyokuambia awali, maana yake utabuy time hata dakika 15 hadi 30 ndio umjibu mpaka umalize hiyo kazi. Lakini kama una shughuli zingine, maana yake utakuwa tumekaa unasubiri message yake na utapoteza mvuto. Lakini mbinu ya pili, endeleza hobby na vitu unavyopenda. Usiache vitu vilivyokuwa vinakupa furaha kabla ya kukutana naye. Sasa unafanyaje? Fanya hivi, kama unapenda kwenda gym, kusoma vitabu, kuogelea, kupika au kujifunza vitu vipya, endelea kufanya hivyo. Unapokuwa busy na mambo hayo, sio tu kwamba unakuwa na afya njema ya kiakili, bali pia unapata mambo mapya ya kuvutia, ya kumsimulia pindi mnapokutana. Sasa kosa kubwa ambalo watu wengi wanakosea wanapoingia kwenye mahusiano ni kuacha kabisa maisha ambayo walikuwa naishi mwanzo na kuanza kuishi nje ya utaratibu wao mpya. Yaani anaanza kujiigiza, anaanza kuishi maisha ambayo yako tofauti. Kiukweli ukiishi hivyo ndio maana mahusiano mengi yanakufa, unakuwa sio wewe. Ishi kama ulivyokuwa unaishi zamani. Kama ulikuwa unapenda kwenda gym, kama ulikuwa unapenda kuimba, kupika, kucheza muziki, endelea na maisha yako, kwa sababu yale ndio yamekujenga na yale ndio yamemfanya mwenzako akakupenda hivyo pia alivyokuona. Ukianza kuishi maisha mengine, kwanza utakuwa umebadilisha kabisa ile identity yako, lakini pia utakuwa umeenda nje ya amani yako, utakuwa naishi ambaye sio wewe. Na kumbuka, unapokuwa naishi tofauti na wewe, manake utakuwa naishi kwa kuigiza, na ukiishi kwa kuigiza kuna siku utachoka, na ukichoka ndio hapo mahusiano yanaisha. Kwa hiyo endeleza hobby zako, na hii itakufanya kwanza uwe busy. Kama kwa mfano ratiba yako ya kwenda gym imefika, manake utaenda gym. Utakuwa busy unasubiri tu akupigie simu au kutumia message au uwe naye, manake hata yeye mwenyewe atakuwa anaona huyu mtu anasamini mambo yake au yuko busy na shughuli zake, na hii italeta mvuto wa asili wa kisaikolojia wa mtu kumisi na kukumbuka. Lakini pia mbinu ya tatu, usiwatupe marafiki na familia yako. Makosa makubwa wanaofanya watu wengi ni kujitenga na kila mtu pindi wanapoingia kwenye mahusiano. Mtu ameshaanza tu mahusiano na kaka fulani kama kwa dada, au kaka ameanza mahusiano na dada fulani, marafiki zake wote anawaacha. Hilo waga ni kosa kubwa sana. Sasa unafanyaje? Tenga muda wa kutoka na marafiki zako au kutembelea familia yako. Unapokuwa nje ya marafiki zako ukafurahi na kucheka, mpenzi wako atagundua kuwa furaha yako haitegemei yeye tu pekee. Hii inamfanya atamani kuwa chanzo cha furaha hiyo pia, na atatamani kuwa karibu na wewe zaidi. Unajua, katika saikolojia, ukitaka kukosea, kosa kubwa sana ni kumfanya mtu aone kwamba yeye ndio furaha ya kwako wewe. Maana yake atakuwa anakuchezea. Hivi imagine kwa mfano mtu awe ndio remote ya kucontrol wewe unacheka au unafurahi. Maana yake atakuwa anaamua kwamba sasa hivi acheke au sasa hivi afurahi. Na ndivyo watu wengi wanaishi hivyo. Yaani maisha yake yote ameshamkabidhi mtu. Akinuna anaanza naye kuanza, mbona hivyo, lakini leo imekuwa hivyo. Akicheka ndo wanacheka. Sasa hiyo haitakiwi. Ili iondoke hiyo, jitahidi uwe na muda na marafiki na familia yako, kwa sababu kule utatengeneza amani na furaha yako. Na yeye akiona atakuwa anashindana ile kasi, mbona wale wanampa furaha, wale wanafanyaje? Kwa hiyo atakuwa anajitahidi na yeye afanye kama wao. Kwa hiyo unakuwa unamtengeneza mazingira ya yeye kuanza kufanya jitihada zozote za kufanya na yeye pia ufurahi kama unavyokuwa kwa marafiki zake. Na hapo sasa yeye ndo itamfanya aongeze mapenzi zaidi na awe karibu na wewe zaidi, kuliko sasa wewe kuonesha kwamba wewe furaha yako sasa imemganda yeye na hauna kitu kingine ambacho unaweza kuendelea nacho au kufanya. Okay, lakini mbinu nyingine ni kupunguza kumpostia kila kitu. Yaani acha maswali. Si kila unachofanya lazima akijue papo hapo kupitia status za WhatsApp au Instagram kabla hata hujamwambia.
Hakuna kitu chenye mvuto kwenye mahusiano au sehemu yote hata kwenye maisha ya kawaida kama pale ambapo mtu anakuwa hajui vitu vyako vyote. Hem, chukulia mfano hata kitabu ambacho umeshakisoma au hata movie ambayo umeangalia. Wako unatamani kuiangalia tena? Kiukweli hauwezi kutamani kuiangalia na kufurahi kama vile mwanzo ulivyoangalia mara kwanza. Kwa hivyo pia hata kwenye mahusiano usipende kuwa wazi kwenye kila kitu. Acha maswali. Yale maswali ndio yanamfanya yeye aanze kujiuliza. Na anapoanza kujiuliza ni lazima kutafute wewe ili kupata majibu ya maswali. Na anapokutafuta basi lazima mtakuwa karibu. Na yeye atakuwa anakumisi. Maana yale maswali yatakuwa yanazunguka kichwani mwake na yeye atamfanya aanze kukumisi. Sasa unafanyaje? Acha baadhi ya mambo yawe siri ya maisha yako ya kila siku. Ukikaa kimya kidogo bila kupost chochote wakati ukiwa busy na shughuli zako, ataanza kujiuliza, hivi leo yuko wapi na anafanya nini? Mashaka hayo ndio yatamfanya akumisi na kupigia simu ili kujua maendeleo yako. Lakini sasa kwa mfano kila sehemu unapoenda unaposti, kila unalofanya unaposti, kila jambo unamtumia, maana sasa atakuwa sasa hana kitu chochote cha kufuatilia au cha kujua. Noti hii kitu kwamba ili mtu akumbuke anahitaji kutokujua hicho kitu ndo akifuatilie. Huwezi kufuatilia kitu ambacho tayari unakijua. Kwa hiyo unapokuwa na siri ya mambo yako, itamfanya naye ashawishike kujua nini kinaendelea kwenye maisha yako. Ile shauku ndio inatengeneza ile hali ya kukumisi. Lakini kama anajua kila kitu, maana yake atakuwa anajua tu kwamba huyu yupo tu, huyu yuko sehemu fulani. Maana yake hatapata ile hamasa ya kutafuta au kukupigia simu. Sasa ukweli wa kisaikolojia ni huu. Mpenzi wako anapogundua kuwa wewe ni nyongeza nzuri sana kwake, yani a great addition kwenye maisha yake, na sio kwamba yeye ndio maisha yako yote, anaanza kukuona kama zawadi ya thamani sana ambayo hataki kuipoteza. Fikiria kitu hichi. Kama kwa mfano wewe ndio unamtegemea huyo mtu ili akupe furaha, na waza tu hichi kitu kwamba yeye sasa atakuwa anamtegemea nani ampe furaha. Maana yake naye atabidi atafute mtu mwingine ambaye anaweza kumsikiliza na kumuelewa na kumpa naye amani. Kwa sababu wewe unategemea furaha kwake. Kwa hiyo inachotakiwa kufanyika kwenye mahusiano, mfanye mtu aone kwamba wewe mtegemee yeye zaidi, ili wote mkutane pamoja kutengeneza furaha yenu. Yani iwe kama nyongeza. Lakini ikionyesha kwamba wewe ndio kila kitu ambacho unahitaji kufanya au furaha yako au jambo lako lolote ambalo linakupa amani, mpaka wewe karibu na huyo mtu, maana yake anaweza kucontrol kama remote inapobadilisha channel za TV. Lakini ikiwa kama nyongeza, sasa unajua kabisa kwamba huyo mtu namsamini na nampenda sana, lakini unamuonesha kama yeye ni sehemu ya nyongeza ya furaha. Si kwamba umpendi, ila ni kosa kubwa sana kisaikolojia kumfanya mtu aone kwamba yeye ndio source kubwa ya kukupa furaha na amani. Amani yako inatengenezwa na wewe mwenyewe. Okay, sasa mbinu ya tatu ya kumfanya mtu akumisi na kukumbuke ni kuacha mazungumzo yakiwa matamu au yakiwa mpamba moto au yakiwa mazuri. Nasema leave them wanting more. Mbinu hii ni kama sanaa ya uandishi wa tamthilia au filamu kali. Kila sehemu ya filamu yani episode inaishia pale ambapo pamepamba moto ili kukufanya utamani kuona sehemu inayofuata mara moja. Kwa mahusiano, mbinu hii inaitwa kisaikolojia inaitwa Zeigarnik effect. Binadamu huwa tunakumbuka na kutamani zaidi mambo ambayo hayajamalizika kuliko yale yaliyokamilika. Makosa yanayofanywa na wapendanao wengi au watu wanaopendana ni kuongea kwenye simu hadi mada zote zinaisha. Kisha wanaanza kuulizana, uko wapi? Unafanya nini? Umekula? Wanaanza kuulizana hivyo mara 10 au kaa kimya huku mnasikiliza mlio wa pumzi hadi mnakeleka. Hapo hamu yote ya kuongea inapotea. Na hii waga inatokea sana kwenye mahusiano. Unakuta tunaongea na mtu mpaka sasa stories zinaisha, mtu anakuwa anaona sasa hana cha kusema, lakini bado mnaendelea tu kuongea. Hiyo mara nyingi waga inaua ile mvuto wa yeye kwanza kukumbuka, kwa sababu ile picha ya mwisho ambayo utamwachia baada ya kuongea atakuwa anaona kila kitu kwake kimeshaisha kwako. Sasa mbinu ya kumfanya akumisi, acha mazungumzo yakiwa matamu. Kama vile unapoangalia movie, sana sana hizi za series, episode fulani inaishia sehemu fulani ambapo labda Sterling anataka kuuliwa, alafu naambiwa tafuta episode ya pili. Hivyo hivyo pia hata kwenye mahusiano, acha pale maongezi yanapokuwa matamu, pale ambapo mmefurahi, mmecheka, mmejisikia vizuri wote, ndio hapo natakuwa usitishe. Hapo ndio utamfanya mtu akumisi. Lakini mkiongea paka sasa stories zimeisha, paka unaweza kuambiana kata wewe na wewe kata wewe, au ngoja nilale, bado tena unarudia tena kurudia tena vile mara mbili, inapoteza kabisa mvuto. Sasa ili uongeze mvuto na kumfanya mtu akumisi, ni lazima ujue namna
ya kuondoka maongezi yanapokuwa matamu kwenye mahusiano. Sasa hivi ndivyo unaweza muaga mpenzi wako pale maongezi yanapokuwa matamu, ili yeye awe na hamu ya kutafuta tena na awe na kumisi na kukumbuka na kutaka tena ile hali ijirudie tena ya kuwa karibu na wewe. Sasa mbinu ya kwanza ni kuwa kwanza kukata simu pale ambapo maongezi yamepamba moto. Usubiri hadi mchoke kuongea au mada zote ziishe ndipo mkate simu. Sasa unafanyaje? Wakati mko katikati ya kicheko, hadithi tamu au utani wa kufurahisha, tafuta sababu ya kisalabu ya kuaga. Kuna ile hali ambayo unakuta sasa ile mnafikia kata wewe, au na wewe na yeye anakuambia kata wewe, hapo inakuwa inaharibu kabisa. Tafuta namna nzuri ya kumuaga mtu bila yeye kuona kwamba umemchosha au umemboa. Tafuta namna tu nzuri ya kisalabu. Mfano unaweza kutumia njia hii: mpenzi, hadithi yako nimefurahi sana, au hadithi yako nimeipenda sana, ni tamu sana na sitaki iishe, lakini ngoja nimalizie ripoti fulani hapa haraka. Nikimaliza nitakutafuta. Namwambia sawa. Au umenichekesha sana leo. Umenichekesha sana leo. Wewe acha tu, ngoja nijiandae naenda gym, au unaweza kumwambia naenda sokoni sasa hivi, tuongea baadaye nikitoka. Unaweza kutumia mbinu nyingi. Hata unaweza kumwambia aisee, samahani, kuna kazi hapa kidogo imeingia ya dharura, ngoja nimalizie afu baadaye nitakutafuta. Tafuta namna nzuri, zipo nyingi. Yani unaweza kumwambia hata kwa mfano umekutana naye, umepiga story, umecheka, unaweza kumwambia ngoja nifike sehemu fulani pale, aisee nimefurahi sana kuongea na wewe, baadaye nitakutafuta. Hiyo inamtengenezea mazingira ya kutamani tena baadaye kutaka kujua mtaongea nini, na hiyo itamfanya aanze kukumisi zaidi. Lakini mbinu ya pili, usiandike ujumbe mrefu kama gazeti. Hii tunaita texting etiquette. Kwenye chati, yani kama WhatsApp au Instagram, usitume aya ndefu kuelezea kila kitu kilichotokea kwenye siku yako, isipokuwa amekuomba ufanye hivyo. Wapo watu ambao wana tabia kama nilivyosema awali, kitabu ambacho umeshakisoma huwezi kutamani kusoma tena. Kwa hiyo usipende kuelezea kila kitu. Unakuta unaelezea kila muda, umefanya nini, unaenda wapi. Manake sasa itakuwa haina mvuto. Jitahidi kuwa na siri kidogo. Hata kama kuna jambo umelifanya au linaendelea kwenye maisha yako, jitahidi liwe siri, labda kama yeye amekuuliza. Kwa sababu ukifanya hivyo inamtengenezea mazingira yeye kwanza kutamani maisha gani ambayo yanaendelea kwako. Lakini pia utabakiza stories za kuja kuongea baadaye ambapo mnakutana. Ukishajikuta kwenye ile hali mnakaa na mtu mpaka stories zinaisha, mnashindwa kuongea kwa sababu unakuwa umeongea mambo mengi kupitiliza. Sasa unafanyaje? Andika ujumbe mfupi kwenye msisimko na usiochosha. Mwache yeye aulize maswali ili kujua zaidi. Ukimpa kila kitu, hawezi kupata hamu ya kuuliza maswali mengine. Anakuwa ameshajua kila jambo ambalo linaendelea kwako. Kwa ule mvuto wa kutaka kujua kinachoendelea kwako unakuwa umeisha kabisa. Lakini pia mbinu ya tatu, tumia sentensi zenye mtego. Hizi waga tunaziita cliffhanger, kama vichombezo. Kabla ya kuaga au kukaa kimya kwa muda, unaweza kutupa dokezo fupi linaloacha maswali mengi kichwani kwake. Unaweza kumwambia hivi: kuna jambo zuri sana limenitokea leo kazini au shuleni, nitakusimulia jioni tukiongea. Au unaweza kumwambia nimeona kitu leo kikanikumbusha wewe, nikacheka mwenyewe, nitakwambia baadaye. Ukifanya hivi, akili yake yote kwa masaa yaliyosalia itakuwa inawaza, hivi ni kitu gani hicho? Hapa utakuwa umeshateka fikra zake na tatamani muda uende kasi ili akupigie kupata hilo jibu ambalo ulimwambia. Hizi cliffhanger ni yale mambo ambayo unamfanya mwenzako awe anakufikiria kwa muda mrefu. Unaweza kumwambia kuna jambo nimeliona hapa kazini nikakukumbuka, nitakwambia baadaye. Au unaweza kumwambia nimekaa hapa nikakumbuka sauti yako, nitakusimulia baadaye jinsi nilivyo jisikia au jinsi nilivyofurahia hiyo hali. Kwa hiyo mwenzako atakuwa anatamani kujua kitu gani ambacho amekumbuka au sauti gani ambayo amekumbuka kuhusu mimi, na hiyo itamfanya mwenzako siku nzima awe na kukumbuka. Hizi cliffhanger ni sawa na mtu hata kazini kwako au sehemu yote ambayo unaishi akwambie baadaye nitakwambia jambo fulani. Huwa siku nzima au muda wote utakuwa unawaza hata kuniambia nini huyo mtu. Hata kwenye mahusiano unaweza kutumia hizi cliffhanger kwamba unamwambia kwamba kuna kitu nimekiona kazini, kinanifanya nikukumbuke, nitakusimulia. Au kuna mtu nimemwona anafanana na wewe vizuri sana hapa na mzuri kama wewe, nitakuelezea baadaye nikitoka kazini. Siku nzima atakuwa anawaza hivyo kuhusu wewe na atakukumbuka na kumisi. Lakini pia mbinu ya 4, usiwe kitabu kilichofunguliwa.
hii tunaita maintain some mystery. Huna haja ya kumwelezea kila kitu kidogo ulichokula, ulichowaza au kila mtu uliongea naye ndani ya siku moja. Sasa unafanyaje? Ruhusu baadhi ya mambo ya maisha yako yabaki kuwa siri ndogo. Unapokuwa na vitu vidogo vya kumshangaza mara kwa mara, anakuwa na hamu ya kuendelea kuchunguza na kujua zaidi kila siku. Hii inatokana na concept kama nilivyokuambia tu awali kwamba usiwe mtu ambaye unatoa vitu vyako vingi mara moja, kwa sababu anapokuwa hajui vitu vyako ambavyo vinaendelea kwenye maisha yako, anakuwa anatamani sasa kuchunguza na kujua wewe maisha yako yakoje, unafanya nini, na hiyo inaleta hamu zaidi ya yeye kukumisi na kukumbuka. Sasa siri ya mbinu hii ambayo ni Zeigarnik effect, unapokata simu au kumaliza chati huku kukiwa bado kuna furaha na msisimko, unamwacha na hisia chanya, yani dopamine strike. Dopamine hizi ni kemikali au hormone ambazo zinamwagwa pale mtu anapokuwa na furaha. Ubongo wake utahusisha kuongea na wewe na hisia hizo za furaha, na nataka kukutafuta haraka iwezekanayo ili apate tena hisia hizo nzuri, kwa sababu ulimwacha na ile raha na furaha. Kisayansi, mtu anapokuwa na furaha au na raha huwa anazalisha kemikali au homoni ya dopamine. Sasa ile kemikali huwa inamfanya mtu ajisikie vizuri. Hata unapomuona mtu labda anavyocheka, anapofanya jambo zuri, kwa mfano kufanya mazoezi, issue yote ambayo inamfanya afurahi huwa anazalisha dopamine. Sasa unapokuwa unaongea naye akafurahi, huwa anazalisha dopamine. Sasa ile hali ya kuzalisha dopamine itakuwa inamfanya akukumbuke, kwa sababu itakuwa inahusisha ile furaha na wewe. Kwa kila jambo lolote la furaha atakuwa anakukumbuka wewe, kwa sababu wewe ndio unampa furaha. Unajai kuona yule mtu ambaye akiwa anacheka au anafurahi anakuwa anakukumbuka wewe, kwa sababu mara nyingi huwa anafurahi akiwa karibu na wewe. Kwa ile furaha na ile hali ya dopamine imeshahusishwa na wewe, kwa utamtengenezea mazingira yawe anakukumbuka na kukumisi kila muda. Sasa mbinu ya 4 ni kujenga alama za kumbukumbu. Hii tunaita the create anchor. Tunasema nanga za kumbukumbu au alama za kumbukumbu au vitu ambavyo vinaweza kumfanya mwenzako akukumbuke. Sasa mbinu hii ya kisaikolojia ya anchoring au tunaita emotional anchoring. Mbinu hii ni ya kisaikolojia zaidi na inafanya kazi kupitia milango ya fahamu ya binadamu, yani pua, macho, masikio na hisia. Kwa saikolojia ya tabia hii inaitwa anchoring na au kuweka nanga. Ni pale unapounganisha hisia fulani ya upendo au hamu na kitu kinachoshikika au kisichoshikika, kiasi kwamba kila mpenzi wako akikiona au kuisikia kitu hicho, ubongo wake unamfanya akumbuke mara moja, hata kama ulikuwa mbali sana naye. Hii ndio wanatumia sana watu wengi, anatumia perfume, anatumia muziki. Hii ndio inaitwa anchoring, nanga ya kihisia, emotional anchoring. Mara nyingi hii inatumika pia kumfanya mpenzi wako anakukumbuka, kwa sababu unakuwa unamtengenezea mazingira ya yeye kukumbuka kwenye vitu ambavyo vinashikika au ambavyo havishikiki, ili yeye awe anakaa muda wote anakukumbuka na kukumisi. Kwa sababu lengo kubwa kama nilivyokuambia awali ni namna gani ambavyo unaweza kufanya mtu akumisi na kukumbuka. Kwa hiyo anchoring pia unaweza kucheza na mfumo wa fahamu wa binadamu ambao unafanya kazi kwa kunusa, ambao ni pua, macho na masikio, ili kumfanya yeye akukumbuke pale anapopata hicho kitu. Sasa unawezaje kuitumia hii anchoring au alama za kumbukumbu ili kumfanya mpenzi wako anakukumbuka mara kwa mara na anatamani kuwa karibu na wewe? Na ndio maana mara nyingi unakutaga mtu akiwa akisikia hata muziki fulani tu anakuwa anamkumbuka mpenzi wake, kwa sababu tayari ile anchoring ya muziki imeshaingia kwenye akili yake au kwenye fikra zake. Kwa hiyo akisikia tu muziki fulani anakuwa anamkumbuka huyo mpenzi wake. Sasa mbinu ya kwanza ambayo unaweza kutumia kwenye anchoring ni nanga ya harufu, tunaita olfactory anchoring. Sasa harufu unajua waga ndio ina nguvu kubwa zaidi. Ukiachana na mbinu nyingine hizi za anchoring au nanga za kihisia zingine, harufu waga ina nguvu kubwa sana. Sasa pua ina muunganisho wa haraka zaidi na sehemu ya ubongo inayohusika na kumbukumbu na hisia, yani amygdala na hippocampus. Kwa sehemu ya ubongo, sehemu ambayo inadili na hisia inaitwa amygdala, lakini sehemu ambayo inadili na kumbukumbu ni hippocampus. Sasa pua mara nyingi waga ina muunganisho wa nguvu zaidi na sehemu hizo. Sasa unawezaje kutumia hii olfactory anchoring au nanga ya harufu
kumfanya mpenzi wako anakukumbuka na kumisi mara kwa mara. Sasa chagua perfume au body spray moja nzuri ya kipekee na iwe ndio alama yako, yani signature scent. Usiwe unabadilisha manukato kila siku. Hii mara nyingi, kwa mfano mimi nishakuwa na mahusiano na mtu fulani ambao nilikuwa nikisikia tu ile harufu namkumbuka yeye. Tafuta kitu ambacho ni kimoja ambacho unakitumia, kama ni body spray au deodorant, sasa hivi zina trend sana, au perfume, iwe ndio hiyo inakutambulisha wewe. Tunaita signature scent. Manake usibadilishe. Sasa ukibadilisha utamchanganya mwenzako. Na kama nilivyosema, pua huwa inaweza kuunganisha hivyo vitu kwa haraka zaidi, kumbukumbu na hisia. Sasa unapokuwa unamtengeneza mazingira ya mtu kuzoea ile harufu ambayo ameizoea, kwa mfano ya perfume au ya mafuta fulani, anakuwa anakukumbuka mara kwa mara na anakuwa anakumiss pale anapoisikia labda sehemu fulani, au anapoisikia labda kwenye nguo zake, labda baada ya wewe kuwa karibu na yeye. Unapomkumbatia kwa nguvu kabla ya kumwaga, au unapoacha nguo yako au shuka lake likiwa na harufu yako, atabaki nayo siku nzima akisikia harufu hiyo kwenye gari lake, chumbani kwake, au hata mtu mwingine barabarani akimuona labda ana harufu kama hiyo kwako. Akili yake itamfanya akuwaze wewe hapo hapo. Kwa sababu tayari atakuwa ameshajua, yani unakuwa mtengeneza mazingira ya namna fulani ya utambulisho wako kwake. Kwa kisikia tu ile harufu anajua huyu ni fulani. Kwa hiyo atakuwa anakukumbuka. Hata kama akisikia sehemu yote, mahali popote, atakuwa anakukumbuka wewe. Lakini pia nanga ya pili, nanga ya muziki au sauti. Hii tunaita auditory anchoring. Muziki una uwezo mkubwa sana kurudisha hisia za nyuma kwa sekunde moja tu. Ndio maana mara nyingi kuna watu ambao shazoea kusikiza muziki fulani wakiwa pamoja. Ukipiga ule muziki unaanza kurudisha ile kumbukumbu ya zamani, labda ya kwenye ndoa, labda ya sehemu fulani. Kwa hiyo muziki una nguvu kubwa sana kwa sababu unacheza na hisia pia kwa haraka, kwa sababu una control sehemu hiyo ya hisia kwa haraka zaidi. Kwa hiyo unaweza kusaidia wewe mtu akumbuka kwa sekunde moja tu baada ya kusikia muziki. Sasa unafanyaje mbinu hii ya auditory anchoring, yani nanga ya muziki au sauti? Tafuta wimbo mmoja mzuri wa mapenzi, au wimbo unaopendwa na watu wote, au mnaopenda watu wote wawili, yani wewe na yeye mpenzi wako, afu muufanye uwe wimbo wenu. Mnaweza kuwa mnausikiza mkiwa pamoja kwenye gari au mkiwa mmepumzika. Baadaye ukiwa haupo karibu naye na wimbo huo ukipigwa redioni au kwenye mtandao, moja kwa moja utatabasamu na kumisi. Pia unaweza kutumia voice note fupi ya sekunde 5 ukicheka au ukiongea au kinong'ona kwa sauti yako ya upole. Sauti yako ile itabaki ikijirudia kichwani mwake siku nzima. Sio lazima hata muziki, unaweza kutumia hata voice note, ukao na ongea naye, labda unacheka au unamueleza kitu fulani, ile sauti yako itamfanya awe naikumbuka na kuimisi siku nzima. Lakini kwenye issue ya muziki ina nguvu sana kwa sababu muziki unatengeneza hali ya hisia. Sasa unapokuwa labda pamoja mnakaa mnasikiliza ule muziki, hata siku ambapo anakuwa hayupo, hata kama uko kwenye gari au sehemu yoyote, ukiusikia tu, hujai kuona hata kwenye sherehe muziki fulani unapigwa, labda mdada au mkaka ananyanyuka juu, unakuta labda huo muziki labda ulikuwaga unapigwa akiwa pamoja na mpenzi wake labda wa zamani, kwa anasimka mpaka anaamka, labda hicho kipindi walikuwa na furaha, walikuwa wanacheka, wanafurahi, kwa unamfanya akumbuke ile hali. Kwa pia na wewe unaweza kutengeneza mazingira ya kuweka muziki mmoja ambao ni mzuri, ambao mnaupenda wote wawili. Ukiweka muziki ambao unaupenda peke yako, haiwezi kukumbuka kwa sababu utakuwa unatengeneza mazingira ya yeye kuzoea tu kama ni muziki ambao unaupenda wewe. Lakini ukitengeneza mazingira kwamba muziki ambao mnaupenda wote wawili, utatengeneza mazingira wote mwe mnaukumbuka na utawaunganisha nyinyi kihisia. Lakini pia nanga nyingine ambayo unaweza kutumia ni nanga ya macho, yani visual anchoring. Namna gani unaweza kucheza na macho ili kumfanya mpenzi wako akukumbuke. Usiache vitu vyako vikubwa na vya gharama kwa makusudi, bali acha vitu vidogo vidogo visivyo na madhara. Sio lazima uache vitu vikubwa ili mtu akukumbuke. Na hapa lengo la kanuni hii ni kuacha vile vitu vidogo vidogo ambavyo vitamfanya mtu aweze kukumbuka. Sasa unafanyaje mbinu hii ili kumfanya mtu akumisi? Unapokuwa kwake au kwenye gari lake, unaweza kusahau kwa makusudi kitu kidogo kama vile hereni, miwani au kalamu uliokuwa unaitumia. Na sio lazima pia hivyo, hata unaweza kutumia
Unaweza kutumia hata bangili au saa, yani sio lazima vitu vya gharama sana, kwa sababu lengo ni kumfanya akiwa anaona kile kitu anakukumbuka. Atapokuwa anakutana na kitu hicho kikiwa mezani au kwenye dashboard ya gari masaa machache baada ya wewe kuondoka, kitamfanya atabasamu na kupigia simu akisema, mpenzi, umesahau kitu chako hapa. Hapo tayari unakuwa umeshaingia kichwani mwake, kwa sababu mpaka kakukumbuka na kukupigia simu, manake alikuwa anakuwaza. Sasa alipoona kile kitu ndo akakumbuka zaidi na akaunganisha na kile kitu na wewe, ndo maana akakumbuka na kukupigia simu. Kwa hiyo unaweza kutumia hii nanga ya macho kwa vitu vidogo vidogo, usitumie vitu vikubwa labda vyenye gharama. Unaweza ukatumia kitu kidogo kidogo, hata inaweza kuwa bangili, inaweza kuwa labda cheni, inaweza kuwa saa, inaweza kuwa labda chaja kama waya, labda unachaja fulani, labda unazo mbili, moja unaweza kuiacha kule ili tu kumfanya mwenzako akukumbuke. Kwa hiyo ni vitu vidogo vidogo tu ambavyo mtu akiviona itakuwa inamtengeneza mazingira yake kukumisi na kukumbuka. Lakini nanga nyingine ni nanga ya ujumbe wa kushtukiza. Hii tunaita micro texting. Sasa hapa hutumi ujumbe wa kuanzisha story ndefu, bali unatupa bomu la hisia kisha unatoweka. Ni zile chombeza, unatuma message fupi alafu unapotea ili kumfanya sasa mwenzako aanze kukumbuka na kukumisi. Mtumia picha yako fupi au nzuri sana, yani selfie, ukiwa unatabasamu, ukiwa kazini au ukienda mahali fulani, kisha andika chini yake, nimeona nikutumie tabasamu langu leo, uwe na siku njema. Au nimekukumbuka nikaona nikutumie picha yangu pia na wewe nikumbuke. Namna yote tu ambayo itamfanya tu yeye akukumbuke siku nzima. Usubiri ajibu ili muanze kuchat. Ukifanya hivyo, picha hiyo itabaki kwenye screen ya simu yake na moyoni mwake siku nzima. Yani hii tunaitaga ni kuchombeza. Unaweza kutuma message alafu kaendelea na shughuli zako na usubiri paka muanze kuchat na kuanza kuongea, kwa sababu ukianza kuongea mtamaliza ile hali sasa, ile hamasa na tunasema ule utamu sasa wa story au mambo ambayo mtakuwa mnajadili. Lakini ukimwachia muda, maana yake atakuwa anawaza, mbona amenitumia hii picha, mbona amenitumia ujumbe huu sasa hivi, atakuwa anawaza nini au yuko wapi, na hiyo itamfanya mwenzako aanze kukumbuka na kumisi zaidi. Sasa ukweli wa kisaikolojia uko hivi, alama hizi zinafanya kazi kama viamshi, yani trigger, zinamfanya akukumbuke bila yeye mwenyewe kupanga kufanya hivyo. Ni kama unakuwa umetawala akili yake ndogo ya ndani, yani tunaita subconscious mind, hata ukiwa mbali kiasi gani. Sisi binadamu wako tuna akili ya ndani ambayo inaitwa subconscious mind. Sasa unakuwa na asili akili yake taratibu. Yeye anakuwa anashangaa, mbona namkumbuka huyo mtu, mbona anakuwa anamuwaza bila hata yeye kujua. Kwa sababu saikolojia ni kujua tu jinsi ya kucheza na akili ya binadamu. Kwa hiyo anakuwa anajikuta anakumbuka na kumisi, kwa sababu unakuwa umecheza na akili yake bila hata kuelewa, na atakuwa anatamani kuwa karibu na wewe kwa sababu unakuwa umemwasili kisaikolojia. Sasa mbinu ya mwisho na mbinu ambayo ya muhimu zaidi ya kumfanya mtu akumisi na awe karibu na wewe ni kuwa chanzo cha furaha na amani yake. Sasa unajua hii ndio nguzo kuu ya mwisho inayounganisha mbinu zote zilizopita. Unaweza kutumia mbinu zote za kukaa mbali au kuweka nanga za kumbukumbu, lakini kama mpenzi wako haoni amani na furaha anapokuwa na wewe, hata tamani kukumisi. Binadamu kisaikolojia wana tabia ya kukimbilia upande wenye amani na utulivu, yani pressure, na kukimbia upande wenye migogoro na msongo wa mawazo, yani pain. Ukiwa ndio sehemu ya salama ya moyo wake, atatamani kuwa karibu na wewe kila sekunde. Sana sana wanaume huwa wanapenda sana sehemu ya amani na furaha. Na sio tu wanaume, hata wanawake. Sehemu yote ambayo kuna migogoro, kuna kelele, hamna mtu ambaye anafurahi hiyo sehemu. Hata kama yupo na wewe, kuna mtu lazima anampa hiyo amani. Yaani ukiona mtu unamfokea, unamkwaza, unampelekesha, bado yuko na wewe, anakuwa tu na wewe kwa lengo fulani, lakini tayari kuna mtu ambaye anampa amani. Hii ni asili ya binadamu wote. Wakati tunapenda kutafuta furaha. Hata wewe unaonisikiliza, fikiria hivi. Mtu akwambia nikupe milioni 10, alafu mwingine akwambia nataka akupe 10,000. Utachagua milioni 10 kwa sababu ni nyingi ambayo itakupa furaha na amani. Kwa hiyo mara nyingi watu wengi tunajiamini kwamba huyu mtu ananipenda, lakini unajikuta unamkwaza, unamuumiza. Kiukweli huyo mtu lazima kuna sehemu anatafuta amani na furaha. Kwa hiyo ukimpa amani na furaha,
tayari utakuwa umeteka akili yake na kumfanya kumisi na ukumbuka. Hata kama unafanya vitu vyote hivyo vya nanga kisia, unatuweka kwa muda fulani, kama umpe amani hawezi kukumbuka. Sasa unawezaje kumpa amani na wewe kuwa chanzo cha amani na furaha yake, ili awe na ukumbuka na kumisi, na hiyo itatengeneza upendo zaidi kwake. Mbinu ya kwanza, mfanya ajisikie salama kuwa karibu na wewe. Tunaita safe haven. Dunia sasa imejaa stress, iwe kazini, kwenye masomo au kwenye maisha ya kila siku. Mpenzi wako anapomaliza siku yake anahitaji mahali ambapo anaweza kushusha pumzi bila kuhukumiwa. Sasa unafanyaje ili kuifanya mbinu hii ifanye kazi? Kuwa msikilizaji mzuri anapokushirikisha changamoto zake. Usikimbilie kumlaumu au kumrekebisha papo hapo. Wakati mwingine anahitaji tu mtu wa kumsikiliza na kumwambia, pole mpenzi wangu, najua unaweza kupita kwenye hili na mimi niko hapa kwa ajili yako. Sasa hii sana sana kwa wanawake ndio ina nguvu sana. Mwanamke muda mwingine anaweza kuwa anaelezea changamoto, hata muda mwingine hahitaji hata umsaidie, anahitaji tu mcomfort, mwambie pole, litawezekana, au utafanikiwa, au Mungu atasaidia, litafanikiwa. Sio kwanza kumkosoa, kwanza kumwelekeza. Ukifanya hivyo unakuwa na mnyima amani. Na muda mwingine pia hata wanaume tunatamani pia mtu kutuambia kwamba pole, hilo jambo litawezekana au utafanikiwa. Lakini sana sana kwa wanawake, yani unapokosea sehemu hiyo, anapokuelezea changamoto yake, wewe unawahi kwanza kulaumu, kumkosoa, hawezi tena kushirikisha, kwa sababu atakuwa anaona wewe ni mtu ambaye unamcriticize au ni mtu ambaye humuelewi. Kwa hataweza tena kukuamini na kukuambia mambo yake. Lakini unapomsikiliza, muda mwingine hata usimpe majibu, mwambie tu pole au nimekuelewa. Hizo ni lugha za kisaikolojia. Nimekuelewa, basi Mungu atasaidia, hilo jambo litaisha. Anahitaji tu hilo hali. Yani muda mwingine hahitaji vitu vingine, ni kumsikiliza tu na kumwambia pole au nimekuelewa, kuja tuone namna ya kufanya. Lakini pia mbinu ya pili, punguza drama na lawama zisizo za msingi. Kama kila mkiongea ni kulalamika juu ya mambo madogo, mfano mbona umechelewa sekunde 5 kunijibu, mbona hukulaki picha yangu, ubongo wake utaanza kukuhusisha jina lako na msongo wa mawazo, yani stress. Kama unavyokumbuka ile awali nilivyokuambia kwamba unapompa mtu furaha anazalisha dopamine. Ile furaha inahusisha na jina lako. Hivyo pia unapompa mtu msongo wa mawazo, jina lako linahusishwa na msongo wa mawazo. Unajua kusikia mtu anakuambia huyu kikwazo, yani tayari kikwazo kimeshahusishwa na jina lako. Yani mpaka mtu anakupa hadi jina, maana jina lako ni kikwazo kwake, au hadi anakusevu king'ang'anizi, maana wewe kweli ni king'ang'anizi kwake. Lakini unapompa mtu furaha, ile furaha itahusishwa na wewe. Kwa hiyo punguza mambo ya kulaumu, na hayo yote yanapotea pale unapokuwa busy na mambo yako. Ndio maana awali nimezungumzia kuhusu kuwa busy na maisha yako, kufanya mambo yako na kusimamia malengo yako. Kwa sababu unapokuwa busy na malengo yako na maisha yako, utakuwa unawaza mbona amechelewa kunijibu, mbona hajalike picha yangu, mbona yuko kimya. Hiyo hali itakuwa haibo. Na watu wengi ambao wanafanyaga hivyo wanateseka sana kwenye mapenzi. Sasa unafanyaje? Chagua mapambano yako. Choose your battle. Sio kila kitu kinahitaji ugomvi au mjadala mrefu. Onyesha ukomavu wa hisia, yani emotional maturity. Mambo madogo yapotezee kwa tabasamu na utani, na yale makubwa yaongeleeni kwa utulivu bila kupandisha sauti. Sasa hii niongelee sana sana kwa wanaume ili kuwasaidia kuhusu wanawake. Sana sana wanawake wanakuwa mara nyingi na drama nyingi. Sasa unapokuwa hauna utulivu, unaanza kulaumu, unaanza kufoka, tayari yeye atakuwa anakuhusisha wewe kama ni msongo wa mawazo. Muda mwingine anaweza kaamua tu achelewe tu kujibu message ya kuangalia kama unampenda. Sasa ndio ukianza kulaumu, kulalamika, atakuwa anaona kwanza huyu mbona kama hana ukomavu, mbona kama hawezi kujisimamia. Na ataanza na asilimia kubwa kisaikolojia wanawake wanapenda mwanaume ambaye anaweza kujisimamia yeye, na mwanaume ambaye hawezi kuyumbishwa. Kwa sababu kama yeye akiona wewe unayumbishwa, maana yake hana sehemu ya kutegemea mtu mwingine wa kumsaidia. Kwa sababu wanawake mara nyingi, muda mwingi wanakuwa wanayumba sana kimaamuzi au hata kimawazo. Kwa hiyo sasa akiumba anahitaji mtu wa kumsaidia na kumuongoza. Sasa akiona kama na wewe ni rahisi kuyumba, maana yake anaona sasa hana sehemu ya msaada. Kwa hapo tayari ataanza kushusha viwango na kuona wa kawaida. Kwa hiyo choose your battle. Sio kila kitu kulaumu, kulalamika. Angaa vitu vya msingi ambavyo vina maana. Lakini kama vitu vya utani, vitu vya kawaida vidogo vidogo, potezea na tabasamu, endelea na maisha yako mengine. Kwa sababu dunia ina makwazo na kila sehemu. Huwezi kwenda sehemu ambayo
hakutakuwa na changamoto. Labda uishi dunia ya kwako peke yako, sababu unaweza kuwa hata umetulia hivi, mtu akaja kukuchokoza, hata akakutania, akakwambia shati lako mbona liko hivi, au shati lako mbona baya, au mbona ndevu zako zimekaa vibaya, yani zimekaa kichafu, tayari ni makwazo hayo. Kwa hiyo choose your battle, sio kila kitu kuingilia au kupigana. Lakini pia mbinu ya tatu, kuwa shabiki yake namba moja. Yani hii tunaita kisaikolojia the first of validation, au to put your partner the first priority for validation. Yani namna ile ya kumfanya mwenzako ni wa muhimu na kumfanya yeye kuwa ni shabiki yako namba moja. Kila mtu anapenda kusifiwa na kuthaminiwa na mtu anayempenda. Sifa ya dhati na nguvu ya ajabu kwenye akili ya mwanadamu. Sasa unajua, asilimia kubwa binadamu wote tunahitaji au tuna njaa ya kuthaminiwa na kuonekana. Ndio maana mtu anavaa nguo nzuri, ndio maana mtu anajitengeneza nywele ili tu aambiwe kwamba umependeza. Kwa sababu yote anafanya ili aambiwe hivyo. Kwa sababu ukiangalia lengo kubwa la mtu kujitengeneza, kutoka ovyo ndani, maana yake tu naye atambulike kwa naye yuko vizuri. Sasa unapomwambia mtu, ndio unamfanya ajisikie vizuri zaidi. Sasa unataka ufanyaje? Mtambue kwa juhudi zake, hata kama ni ndogo. Mwambie maneno kama, anapenda sana jinsi unavyojituma kwenye kazi zako, unanihamasisha sana, umependeza sana leo, hiyo nguo imekutoa sana, au asante sana kwa kunisikiliza leo, uwepo wako pekee unanipa amani. Ukimfanya ajisikie vizuri juu yake mwenyewe, yani making them feel good about themselves, atatamani kuwa na wewe kila wakati ili aendelee kupata hisia hizo nzuri. Kwa sababu anakuwa anajua kwamba huyu mtu nikiwa naye karibu ananifanya nijisikie vizuri. Kwa hiyo anakuwa anatamani kuwa karibu na wewe. Fikiria yule mtu ambaye anawaza sasa, huyu nikiwa naye karibu najisikia vibaya, maana yake hata tamani kuwa karibu na wewe. Kwa hiyo mfanye ajisikie vizuri. Binadamu wana njaa ya maneno mazuri. Kama kavaa nguo imependeza, mwambie umependeza sana leo. Kwa sababu akajitengeneza, akajiandaa ndani, maana yake kajipangilia kabisa, kama labda mnaenda kutoka, mnaenda sehemu, maana yake kajiandaa kabisa, kavaa nguo, kachagua, anatamani aonekane naye atambulike. Mwambie umependeza sana leo, au asante sana kunisikiliza, au nimefurahi sana kuwa karibu na wewe. Hiyo inaonyesha kwamba unathamini kile ambacho yeye kakifanya. Lakini pia mbinu ya 4, ingiza vicheko na utani kwenye mahusiano yenu. Mahusiano yasiyo na kicheko yanakuwa makavu na ya kuchosha haraka. Kicheko hutoa homoni za furaha ambazo tunaziita endorphin, ambazo kisaikolojia humfanya mtu aone muda unaenda haraka sana akiwa na wewe. Ndio maana unakuta watu ambao wanapendana sana wanakuwa hata muda waangalii. Unajikuta tu siku imeshaisha kwa sababu ile hali ya kutengenezeana furaha. Lakini hiyo hali inatengenezwaje? Manake ya kutengeneza ucheshi. Unapokuwa mnaongea, tengeneza utani wote. Utani mzuri ambao sio kumkwaza mwenzako. Ule utani ndio unamfanya mwenzako azalishe kemikali ya endorphin. Kemikali hizi zina umuhimu sana kumfanya mtu ajisikie vizuri na afurahi. Lakini mnapokuwa mmekaa mmeganda, hakuna utani, wote mko serious, ama mahusiano waga yanachosha na yanakuwa yanaboa kwa muda mrefu. Kwa sababu ile raha na furaha mnapokuwa mnaongea ndio anawafanya muendelee kukaa na kupiga story na kuwa karibu zaidi. Sasa unafanyaje? Mchekeshe, kuwa na utani wenu wa ndani, inside joke, ambao mkiukumbuka hata mkiwa mbali na tabasamu wenyewe. Shirikianeni kufanya vitu vidogo vidogo vya kufurahisha bila kuogopa na kuonekana wa ajabu. Kuna michezo mbalimbali ya mahusiano, kuna kucheza magame, kuna kutaniana, kuna kufanya challenge. Mnaweza kutengeneza msemo wenu tu ambao mkiwa mnaitana mnafurahi. Na hiyo itakuwa inawafanya hata mkikutana au hata mkiwa mbali, mkikumbuka tu ule msemo mnafurahi. Je, kuna wewe mtu ambaye yani ukikumbuka hata msemo fulani unamkumbuka wewe mtu na unaanza kucheka. Hiyo vitu vinavyotakiwa kwenye mahusiano, lakini utani ule mzuri ambao upitilizi. Hiyo itamfanya mwenzako awe anakumbuka ile hali na ile moment ya kuwa karibu na wewe. Sasa issue ya kumfanya mtu akumisi na akupende, unaweza kuzingatia hizi mbinu zote na huyo mtu akakumbuka na akakupenda. Lakini kiukweli, ili kudumisha mahusiano mazuri ni kumfanya mwenzako awe na amani na wewe. Unapokuwa wewe unamkwaza mtu, unamfanya mtu ajisikie vibaya, hata kama ukifanya mbinu hizi zingine haziwezi kufanya kazi, kwa sababu atakuwa anajisikia vibaya tu akiwa karibu na wewe. Hata kama akikumisi, atakumisi, lakini atakumbuka nimemiss tena ile tatizo. Yani imagine mtu anaanza kuita wewe ni tatizo. Kwa njia nzuri kumfanya mtu ahisi kama tunaita safe haven, ahisi kama yuko mbinguni. Na hiyo hali inamfanya awe anatamani tena kuwa karibu na wewe. Msifie kuwa karibu yake, na hiyo itamfanya akupende na kumisi na wewe karibu na wewe. Hebu niandikia katika comment,
ni kitu gani ambayo umejifunza na sehemu gani ambayo imekugusa zaidi. Lakini pia kama una swali lolote unaweza comment sehemu ya comment section. Na washukuruni sana kwa wote ambao mnaendelea kusubscribe channel hii. Nilipotea kwa muda kidogo, kwa sasa nimerudi. Na kusihi sana usubscribe na ushare video hii ili kwa wengine pia wajifunze. Lakini pia nina kozi mbalimbali ambazo zitakuwa zinarushwa kwa mkao wa kula kwa ajili ya kujifunza. Tutachunguza saikolojia kwa undani zaidi, saikolojia ya mahusiano, biashara na mambo mbalimbali. Njia nzuri ambayo itakusaidia ili usipitwe ni kusubscribe channel hii ya Elikhan TZ ili wa kwanza kupata masomo yetu. Asante sana kunisikiliza. Bye bye na uwe na siku njema.